Shalom shalom, na wasalimu katika jina la Yesu, na Mungu awabariki popote pale ambapo mlipo. Ninayo furaha sana ya kujitokeza tena siku ya leo kwa kutoa neno la Mungu tena kwa ajili ya watu wa Mungu, maana hii ndio kazi tuliopewa. Mungu awabariki sana. Nashukuru sana kwa wote ambao wako wanafuatilia mafundisho haya, watu walio Kinshasa, Kongo, DRC, watu walio Amerika, watu walio Bujumbura, Tanzania, na mahali pote ambapo mmetufata. Niko naona macomment. Mungu awabariki sana. Na mafundisho ambayo tulikuwa tumefundisha juu ya macho, nimeona watu wengi kabisa wamecomment, na kuna mtu mmoja ameniuliza ya kwamba sasa macho kama ina matatizo kama haya tuyafanye nini? Nashukuru sana mpendwa, naamini ya kwamba tutapata muda ya kuzungumza, na nitayagusia kwa kipengele cha pili wakati nitazungumza kuhusu tena mahubiri yale yale. Mungu awabariki sana. Nataka tuongelee siku ya leo kuhusu kitabu cha Yohane sura 6 mstari wake wa 5 hadi 12. Ukisoma pale kwenye Yohana, Biblia iko inaonyesha wakati Yesu anatoka na anavuka Galilaya kwenye kisima au kwenye maji ya Tiberia. Biblia inasema alipoenda kule watu wengi wakamfuata kwa kusikia maneno la Mungu, lakini wengi Biblia inasema walimfuata kwa sababu ya ishara walizoziona kwake. Nielewe mpendwa, kilichotuma watu wafate Yesu, kuna watu walivutiwa kwa nguvu za Mungu walizoziona kwake. Kuna baadhi ya wengi walimfuata kwa ajili ya neno la Mungu na la uzima ambalo walisikia kwa Yesu. Lakini ukisoma Biblia vizuri, Biblia inasema wengi wao walifuata Yesu kwa sababu kuna ishara walizoziona kwa Yesu. Na njoo ulimwengu ya leo, watu wakiona kitu kwako watakuja wengi, lakini wasipoona kitu kwako hautaona hata mmoja. Nikusema katika ulimwengu wa sasa, sio katika ulimwengu wa zamani. Ulimwengu wa sasa inaangalia vitu wala sio mtu, na ndiyo maana nakuombea na nakutakia mbingu ziwe wazi kwa ajili yako, zikukumbuke, zikubariki utokapo, zikubariki uingiapo, zibariki kazi ya mikono yako, zibariki uzao wako wa tumbo lako, ibariki hatua ya miguu yako, na kila kitu utakachokifanya Mungu akupatie heri.